Kwa majina anaitwa Justin Richard Mwangasagi, mfugaji wa kuku broiler. Nilianza mwaka jana, nilivyoanza mimi nilianza na kuku 200 ambazo nimefuga mpaka sasa nimetoa mara 4. Ni mfugaji mdogo ambaye ndo kwanza naanza kutafuta. Kwa sasa bado sijapanda kwenye kiwango hicho, nipo hapo kulingana na mitaji midogo. Afu woga tunakutana na changamoto mbalimbali. Ukosekanaji wa utaalamu katika ufugaji wa ndege kama sisi hapa tutumii zile mbinu za kisasa. Bado tuna ufugaji duni ambao ni wa kizamani. Tungepata yale mabanda na ndege ambayo yana ubora kidogo, yani kulingana na zetu kama ambao na mitaji mikubwa, huwa anatumia zile mabanda ambayo na afadhali kidogo kulingana na sisi ambao tunafugia chini. Sisi angalau kwa hizo kuku ambazo tunazifuga sisi tunatakiwa kutumia ile, kuna nyaya waga anaweka kuku zinakuwa chini hazigusi kwenye maji pale. Sisi tunafugia chini hapo zinakanyaga mavi na nini, kwa waga zinapata magonjwa mara kwa mara yale ya kuhara. Tunatumia gharama kubwa kwenye kutibia, ni kutokana na ile ufugaji duni. Nashauri kwa vijana wenzangu tuingie kwenye biashara hii, kwa sababu ukiwekeza na ukisimamia vizuri na faida, kwa sababu faida yake hupatikana kwa haraka. Japokuwa na hizo changamoto ndogo ndogo, lakini nashauri wenzangu tuingie, sababu ni biashara nzuri ambayo faida unaweza kutengeneza kwa haraka. Nikiingia asubuhi waga nasafisha yale matrei ya kuwekea maji. Kuna matrei mengine waga naikaga na chakula, waga nikisafisha nawekea chakula. Baada hapo waga natulia, naendelea na kazi zingine, naweza nikarudi baadaye kuongezea maji ndio hizo kwa siku. Naweza kufanya hivyo labda baada ya siku 3 siku 4, kiona banda limechafuka, ndio kama hivyo unaweza kutoa ile maanda machafu, kuendelea na kazi zingine.